Tukisonga mbele ni kwamba waathiriwa wa maandamano ya mwaka wa 2024 na 2025 wamelalamikia kutohusishwa katika mchakato wa fidia uliopendekezwa na Tume ya Kutetea Haki za Kibinadamu nchini KNCHR, wakibaini kuwa hawana uhakika iwapo wako katika orodha ya watakaofidiwa. Wakizungumza walipokutana jijini Nairobi baadhi ya waathiriwa hao wamedai kuwa hawajapata taarifa zozote kuhusu watakavyofidiwa na hawana uhakika iwapo fidia hiyo itawafikia wanaostahili. Ile kitu mimi naweza uuliza ni cause from that time mimi sijaisikia any phone call, so sijui wale watu serikali inasema inataka kucompensate, hatujui ni kina nani, so hatujui pia si tuko kwa list ama hatuyuko kwa list, so tunataka tu wajitokeze watuambie the way forward ni gani na watuelezee juu pia sisi hatujui. After nimepanda hiyo bridge hapo juu nikasikia tu wameanza kutupa matia gas kidogo hivi, nikasikia mguu yangu imekuwa na joto, kuangalia ndo nikaona nimeshotiwa. So kutoka hapo nilipelekwa Dono, hapo wakanifanyia first aid, alafu ndo the same day jioni nikaenda Kenyatta National Hospital. Huko nilimaliza 1 week, then nikarudi kwa nyumba. So hapo nikapoteza job cause haikuwa rahisi. Wazazi waliuza shamba kunilipia bill, pia singeweza kwenda ushago, so ilibidi tu nimekaa Nairobi wakinilipia rent, wakinibuyia food. So I think familia yangu ilipoteza a lot because hiyo hali nilikuwa singeweza kujikimu kimaisha. So penye nilisikia kuna compensation last year, pia niliprovide documents zangu hapo Mkuru Bajenga kwa Justice Center. So sijui sasa kutoka hapo kuliendaje juu sijaisikia any phone call. Nimengoja sana na sijajua sasa the way forward ni gani.